tuliloanza Jumanne ya kwamba damu ya Yesu inatusaidia kumtumikia Mungu. Hebu sema, damu ya Yesu inatusaidia kumtumikia Mungu. Damu ya Yesu inatusaidia kumtumikia Mungu. Na katika hayo mambo tutazungumza leo kwa undani zaidi. Jambo la kwanza, damu ya Yesu inatupa uhalali wa kukaa katika uwepo wa Mungu. Damu ya Yesu inatupa uhalali wa kukaa katika uwepo wa Mungu. Kwa tunaweza kumtumikia Mungu kwa kuwa tupo katika uwepo wa Mungu. Jambo la pili, damu ya Yesu inatupa uwezo wa kutoa dhabihu za rohoni. Inatupa uwezo. Mama mzee wa kanisa, njoo huko mbele, kuna vitu huko mbele, usikae huko nyuma. Inatupa uwezo wa kutoa dhabihu za rohoni takatifu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, damu ya Yesu ina nguvu ya kutufanya sisi tulete baraka kwa wengine. Tuwe baraka kwa wengine. Hapa tayari yameshazungumzwa mambo matatu yahusuyo huduma. Huduma huwa ni huduma itokayo kwako kwenda kwa Mungu. Tunaita vertical ministry. Unamtumikia Mungu, wewe unamtumikia Mungu. Kila mmoja aliyeokoka ameitwa kumtumikia Mungu aliye hai. Halafu unavyomtumikia Mungu aliye hai, umeitwa pia kuwatumikia walio katika nyumba ya Mungu. Kwa karama ulionayo waweza kunifanya mimi nimevunjika moyo ukanitia moyo. Kwa karama ulionayo unaweza ukanionya nataka kuharibikiwa ukanirudisha kwenye reli. Hiyo ni kuhudumiana sisi kwa sisi. Unaweza ukaniombea. Hiyo ni kuhudumiana sisi kwa sisi. Unaweza ukanipa mali yako ikanitia nguvu mahali ambapo nilikuwa nataka kuharibikiwa, nimepungukiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili. Lakini jambo la tatu ni pale unapowahudumia wasio katika kanisa la Bwana. Aina tatu za utumishi. Wewe unamtumikia Mungu. That ministry tunasema kwa Kiingereza ni God word. And that is vertical. Halafu kuna kuhudumiana sisi kwa sisi. That is horizontal. Kushoto duniani, kulia ni kwa wapendwa. Huduma kwa Mungu, kwa sisi na kwa dunia. Huduma namna tatu. Lakini ile damu ya Yesu inatuwezesha mambo matatu niliyosema. La kwanza, tuwepo katika uwepo wake. Kwa sababu unaelewa, kabla tujaokoka tulitengwa na Mungu, tukawa mbali na Mungu. Kabla hatujaokoka tulitengwa na Mungu, tukawa mbali na Mungu. Lakini damu ya Yesu inatuleta kwenye uwepo na Mungu, kwenye ushirika na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hamtaki kuitika, mmekwazika nilivyokuwa nawaambia. Hivyo ndivyo kanuni inatakiwa jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu cha pili,
unatakiwa baada ya kuwa umefika katika uwepo wa Mungu kwa kumeokoka. Ndicho nilichokuwa nawaonyesha kwenye andiko la Waebrania 12 mstari wa 18 mpaka 25. Tumeletwa kwenye mlima Sayuni. Hapo ndipo Mungu alipo. Unapoabudu, hauabudu hapa kanisani, unaabudu pale. Unapokuwa kwenye maombi, hauombi hapo ulipopiga magoti au kufanyaje, unafika pale kwenye uwepo wa Mungu, ni mlimani. Mungu mtakatifu anayeitwa the most high God, Mungu aliye juu, yuko hapo kwenye mlima. Na unaitwa mlima wa Sayuni wa rohoni. Na ule watu wote walioko pale ni watu wa rohoni. Sasa kwa sababu ni wengi, unaitwa mji wa Mungu. Kila unavyokuwa katika mambo kama hayo, upo hapo. Na kwa maana hiyo nataka nikuambie, kila aliyeokoka duniani kote unamkuta pale. Na ukiendelea kukaa vizuri, ndio maana hutashangaa wakati mwingine unakutana na mtu aliyeokoka, humjui sana, lakini ni kama unamfahamu. Kwa nini unajua? Ulimuona hapo. Kama umeokoka kweli na huwa unafanya ibada, unawajua watu wa Mungu. Unawajua. Na walioko kanisani wanaofanya mchezo tu pia unawajua, kwa sababu wakati huo wa makutano huwa hukutani nao. Punga mkono. Punga mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimemwomba Mungu anisaidie kuzungumza siri hizi. Sio siri nyepesi. Na ndio maana nimeanza kwa kuwa mkali. Nataka kila mmoja azingatie. Na napenda kila ukija ibadani njoo na daftari. Haya mambo yanaandaliwa vizuri, ni muhimu kiyafahamu. Unaweza kumfundisha na mwenzako. Ni muhimu sana. Tusome maandiko machache yafuatayo. Kwanza, Waefeso sura ya 2 mstari wa 13. Waefeso sura ya 2 mstari wa 13. Waefeso sura ya 2 mstari wa 13. Wewe bado kuna viti huku mbele, usikae nyuma. Waefeso sura ya 2 mstari wa 13. Anasema, lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Mliokuwa mbali, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Sisi tuliokuwa mbali na Mungu, tumeletwa kuwa karibu na Yesu. Sio Yesu tu, na Mungu mwenyewe. Tumeletwa kuwa karibu na Mungu. Na kilichotufanya tuwe karibu na Mungu ni damu ya Yesu Kristo. Tunaweza tusielewe inafanyikaje, lakini maandiko ndivyo yanavyotangaza. Hebu sema, niko karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo hii ungepata ukaribu na mtu mwenye mamlaka, unasema mimi niko karibu na mtu fulani. Ikitokea una kesi polisi, unapiga simu, kuna mtu ananisumbua huku, huyo mwenye mamlaka kwa kuwa uko karibu na yeye anakutetea. Sembuse kuwa karibu na Mungu. Na kinachokufanya uwe karibu na Mungu sio kwamba kuna mtu amekupigia debe huko, ni damu ya Yesu. Na hayo mambo ndio damu hiyo inanena kwenye ulimwengu wa roho, ya kwamba wewe upo karibu na Mungu. Hebu sema amen. Amen. Sema tena amina. Amen. Tuko karibu na Mungu kwa njia ya damu yake. Sasa kwa sababu ya kuwa karibu na Mungu, basi inawezekana kumtumikia Mungu. Hebu tuangalie pia Waebrania sura ya 9 na mstari wa 14. Waebrania sura ya 9 mstari wa 14.
Biblia inasema, tuanze mstari wa 12, maana tumekuwa tukirudia Jumapili mbili zote. Wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja na katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Maana yake alitupatia ukombozi wa milele kwa njia ya damu yake. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyizwa wenye uchafu kutakasa hata kuusafisha mwili, walikuwa wakiwa wenye dhambi, na wote tu waliokuja kufanya ibada walinyunyizwa damu, na pia walinyunyizwa majivu. Baada ya wale ng'ombe kuwa wameteketezwa, yale majivu yalichanganywa na maji na yenyewe wakanyunyizwa, yakawa yanafanya jambo kwenye maisha yao ya kiroho na Mungu. Lakini hayo ni mambo ya agano la mwilini. Biblia inasema kwamba ilileta utakaso. Kama hayo yalileta utakaso, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu. Itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu. Itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu. Mama mmoja, kwa sababu alifumaniwa na mume wake, na yule mume wake alipomfumania akamwacha tu yule mwanamume waliyekuwa naye aende. Alafu akamwambia mke wake, mimi niandalie chakula, niandalie maji. Yani kama vile hakuna jambo lolote lilofanyika. Hakugomba wala hakununa, akawa kawaida. Baadaye akamwambia mletee chakula, yeye akala chakula kama kawaida. Mke wangu, njoo tule chakula. Yule mwanamke, kwa kuwa dhamiri yake inamhukumu, huwa wakati mwingine ukiadhibiwa au ukigombeshwa, inasaidia kuelewa labda mhusika amefika hatua ya kunisamehe. Lakini anapokuwa hajafanya chochote, dhamiri inakuwa bado inahangaika. Yule dada usiku alichagua kujiua. Baada ya siku 2-3 kukaa, mwanaume hafanyi chochote. Yeye aliamini labda mwanaume yule anaandaa adhabu kubwa juu yake. Kabla sijaibika, kabla mambo magumu hayajafanyika, bora nijiue. Nataka kukuonyesha tu jinsi dhamiri ilivyo. Sasa sisi dhamiri zetu zimetakaswa, zimesafishwa, tuweze kumtumikia Mungu. Huyu ni mume wangu niliyemkosea. Sasa anaweza hata akaniambia nimekusamehe, lakini bado nikawa ninaendelea kujisikia hatia, maana dhamiri yangu inanihukumu. Lakini damu ya Yesu inatakasa na kusafisha dhamiri zetu ziwe kawaida, kana kwamba hatukuwahi kutenda jambo baya. Hizo dhamiri zinasafishwa kwa namna hiyo, kiasi ya kwamba tunajisikia hakuna jambo baya tulilowahi kufanya mbele yake. Kwa hiyo nikikutana naye Mungu, simwogopi nikamkimbia kama Adamu alivyofanya. Nikikutana naye simwogopi kama vile wanadamu wanavyoogopa kukutana na mtu aliyemkosea. Kwa sababu mtu ukimkosea, mara nyingi unaanza kumwogopa. Hata kama akikusamehe, hamuendelei kuwa kama mlivyokuwa mwanzo. Sasa fikiria, unatakiwa ukamtumikie, umpelekee labda chakula, umpelekee labda maji, uende ukamnawishe, ukamminie juisi,
ukafanyie mambo mtu unayejua ana jambo na wewe. Huwezi ukawa na ujasiri, lakini damu ya Yesu imefanya dhamiri zetu ziwe safi kiasi ya kwamba tujisikie sisi si wenye dhambi wala hatia, tuweze kwenda kwenye uwepo wa Mungu, na kwa maana hiyo tuweze kumtumikia Mungu. Ukiangalia kitabu cha Isaya sura ya 54 mstari wa 14, Biblia inasema hivi. Isaya, hebu niwekee Isaya 54 mstari wa 14. Biblia inasema utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa, na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Kwa nini unakuwa hivyo? Kwa sababu dhamiri yako imesafishwa. Hebu tuangalie na waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. Waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 19. Katika hili tutafahamu ya kwamba tu wa kweli, nasi tutaituliza mioyo yetu mbele zake. Endelea. Ikiwa mioyo yetu itatuhukumu, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu, naye anajua yote. Huwa napenda kutoa mfano mwepesi tu. Labda ni mdada amefika form 2, anakaa na wazazi wanaoshikilia sheria ya Mungu. Kuna mawili. Shuleni ukiwa mjamzito, sijui siku hizi, sijui sheria zimebadilishwa, lakini wakati sisi tunasoma, mdada akiwa mjamzito anafukuzwa shule. Kwa sababu hiyo tu walikuweko wengine waliokuwa wanatoa mimba. Lakini sababu ya pili, mimba inaweza katolewa kwa sababu ya kuogopa. Mama yangu ataonaje? Baba yangu atajisikiaje? Baba yangu ni mzee wa kanisa. Baba yangu ni mchungaji. Baba yangu ni muumini wa siku nyingi. Hata kama hajaokoka kwenye dini tu huko, hawakuwa wajasiri kwenda na hilo jambo kwa wazazi, na kwa ajili hiyo walikuwa wanatoa mimba. Yote hayo yalikuwa yanafanyika sirini, lakini kila atakapokuwa anakwenda ibadani, moyo wake utakuwa unasema umetoa mimba. Mbaya zaidi, yakihubiriwa mambo yakielekea huko, moyo wake unahukumiwa, umeua, umemwaga damu isiyo na hatia, dhamiri. Sasa hiyo hali ikiendelea, inakufanya ushindwe kwa kwenye uwepo wa Mungu. Na ndicho kisa cha watu waliookoka. Mnakuja kushangaa eti wana mapepo. Ni kwa sababu ile hali ya kujisikia hatia huwa inafungua mlango wa mapepo. Mapepo yanakaa kwenye maisha ya watu, chakula chake ni hatia. Ukiwa na hatia, na hatia inakujaje? Kwa sababu hata ulipotubu hukuamini kama umesamehewa. Moyo wako unaendelea kukuhukumu. Moyo wako unaendelea kukuhukumu. Hii nyumba umejenga ndio, lakini uliua mtu, ukanyang'anya pesa zake. Hapa unaishi sawa, lakini wewe kuna jambo fulani umefanya na wewe unalijua. Moyo wako unaendelea kukuhukumu.
Sasa usipojua neno la Mungu linasema nini, baada ya kutubu ile hali inaendelea. Na ndio maana mtu anakuwa anakuja kanisani anatubu dhambi ile ile kila mara, sababu dhamiri yake. Na anayetubu dhambi ile ile kila mara, mapepo hayatamwacha, kwa sababu ile Isaya, turudi kwenye ile Isaya. Sasa moyo unapokuhukumu unauambia nimesamehewa, na ile damu ya kunyunyiza katika ulimwengu wa roho imekugusa na wewe, nayo yanena umesamehewa. Damu ile ile imemgusa na Mungu, naye ametamka huna hatia. Sasa haya mambo sio ya hisia, ndio maana ya neno lile. Usifuatishe unavyojisikia moyoni, uamini neno la Mungu, umesamehewa, na ulivyosamehewa umesamehewa kweli. Amen. Na ni kama hujawahi kufanya. Ukishapokea hivyo, pepo hana nguvu. Nguvu ya pepo juu yako ni dhambi unayojua haijatubiwa, unayojua haijasamehewa. Hata kama umetubia, hujaamini umesamehewa, hiyo dhambi ina nguvu. Na nguvu ya hiyo dhambi ndio inayofanya pepo likutese. Amesema kwenye hii Isaya, utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa, na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Wanaonewa kwa kuwa wanaogopa. Wanaogopa kwa sababu hawajathibitika katika haki. Kwa nini hawajathibitika katika haki? Yani maana yake hawajui ni wenye haki. Na kama hawajui ni wenye haki, ile dhambi yao inakaa. Na kama dhambi yao inakaa, basi shetani anapata nguvu ya kuwatesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama kuna mtu ana shida, kwa njia hii ukimsaidia, hapo utakuwa unafanya kitu sahihi kabisa. Lakini mfundishe afike hatua ya kujua alichofanywa na Kristo kwa mauti ya msalaba. Amesamehewa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu atakapojua amesamehewa kabisa, mapepo yanakosa nguvu. Na kwa hiyo ni rahisi tu kuiambia toka, yanaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mdalarozi, njoo huku mbele. Amina. Mpaka hapo tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa na kueleza kuhusu dhamiri, namna ambavyo inakuwa, na ikisha kuwa sawa, basi ni rahisi sana kumtumikia Mungu. Lakini tuongeze andiko moja kutoka kwenye kitabu cha Wakolosai. Wakolosai sura ya 2. Wakolosai sura ya 2. Mstari wa 13, wa 14 na wa 15. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Mungu ametusamehe makosa yote. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Sasa unakuta mtu anakuja kanisani, unajua mimi babu yangu alikuwa mganga na nilikuwa namsaidia kufanya hivi na hivi, kwa hiyo nifanyiwe huduma kubwa. Ni sawasawa na mtu unaenda kwa daktari, nina shida nifanyiwe operation. Unamfundisha daktari namna ya kukuhudumia. Hawa wanakuwa wamefundishwa mambo fulani fulani ambayo wala hayana maana. Kupokea ukombozi siri yake ni hii.
Na ninyi, tuangalie mstari wa 14. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa kutushtaki kwa hukumu zake. Hata kama huyo babu yako alikuwa anakushirikisha kuchinja watu kabisa kwenye vilinge vya uganga wake, hiyo hatia iliandikwa kwenye hati, lakini hati ile imefutwa. Kwa hiyo wewe umesamehewa. Kwa hiyo nguvu ya wewe kujikuta uko huru haitokani na nguvu ya maombi watakayoyafanya, haitokani na sarakasi watakazozionyesha wakati wanakuombea. Inatokana na wewe kuamini umesamehewa kwa sababu ya mauti ya Yesu ya msalaba. Anaendelea kusema akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena. Kwa hiyo imeondolewa. Hakuna kumbukumbu kwamba wewe ulikuwa msaidizi wa babu aliyekuwa anachinja watu. Hakuna kumbukumbu ulikuwa msaidizi wa bibi aliyekuwa analoga watu wanakufa. Hakuna. Kwa hiyo dhambi yako imefutwa na hati yake imeondolewa. Ulifundishwa kuanza uchawi kabisa, haiko tena. Ndivyo Biblia inavyosema. Akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani. Hebu endelea sasa mstari wa 15. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka. Ukisoma kwenye habari njema amesema akazipokonya mamlaka kila pepo zenye nguvu, kila pepo zenye mamlaka. Kwa hiyo mapepo wenye vyeo walinyang'anywa nguvu kwa sababu ya kitu alichofanya Yesu msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna pepo mwenye nguvu juu yake anayeamini Yesu alikufa kwa ajili yake, akaamini ondoleo la dhambi maishani mwake kwa kila alichofanya Yesu msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema mapepo hawana nguvu juu yangu. Mapepo hawana nguvu juu yangu. Sitaogopa Freemason, sitaogopa waabudu shetani, sitaogopa wachawi, kwa sababu bosi wao mwenyewe yuko chini ya miguu yangu. Kwa nini mnaongea kiunyonge? Sema sitaogopa mchawi, sitaogopa Freemason, sitaogopa jini, wala shetani mwenyewe, kwa sababu shetani mwenyewe yuko chini ya miguu yangu. Ameharibiwa kwa sababu ya mauti ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo umeona sasa, wewe ukishaamini namna hiyo, dhamiri yako inasafishwa. Na unaposikia moyo wako unahukumiwa, unatakiwa kuuambia nimesamehewa. Kwa sababu akili yako inaweza ikaendelea kuwa na kumbukumbu nazo zimefutwa. Sasa unapata akili wapi? Kwenye maandiko yanayosema hati ya mashtaka iliyokuwa na kushtaki na kutengeneza uadui kati yako na Mungu imeondolewa. Kwa hiyo wewe ndiye unayeiambia nafsi yako nimekombolewa, nimesamehewa. Hilo jambo nilifanya ndio, lakini nimesha kombolewa, nimesha samehewa. Unaiambia nafsi yako, na dhamiri yako sio kubwa kuliko Mungu mwenyewe. Mungu ndiye aliyesema wewe huna hatia. Mungu. Na kama ni Mungu na moyo wako, nani mwenye nguvu? Mwenye nguvu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa sababu hiyo, damu ya Yesu inatupa uwezo wa kufika katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyimbo, sifa, upako, vyote hivyo vinaweza vikatusaidia, lakini kwanza hiki
Usipokuwa umeelewa haya na ukayaamini, kanisa zima litaingia kwenye uwepo wa Mungu, lakini wewe utakuwa nje. Ndio maana makanisa mengine unafikiri hawasumbuki na kutenga watu. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu unakuwa umeshajitenga mwenyewe. Sijui unaelewa? Ndiyo. Yani utafanya kila kitu kwenye uwepo hufiki. Unaweza ukalia, unaweza ukatoa makamasi, unaweza ukarukaruka. Watu wanaoangalia kwa nje wanadhani umefika kwenye uwepo. Lakini Mungu, ule uwepo halisi wa kumfikia Mungu umefungwa. Ule mlango wa kufikia umefungwa. Kinachoufungua huo mlango ni damu ya Yesu. Unapoamini ondoleo la dhambi kwa mauti ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kanisa linajua au halijui dhambi yako, wewe umeshajitenga mwenyewe. Na kwa maana hiyo, kwa kuwa una neno la Mungu, unajua nini cha kufanya. Fanya unachojua kinachotakiwa kufanya ili urejeshwe kwenye uwepo wa Mungu. Sijui unaelewa ninachosema? Punga mkono wako basi. Usiwe kwenye kanisa la kilokole kidini. Kwa sababu wako wengi kwenye makanisa ya kilokole wako kwenye dini. Kwa sababu hawakutani na Mungu. Wakati wa kuabudu hawaabudu Mungu. Maana Mungu anaabudiwa katika roho. Sasa roho kama imekufa, unaabudu nini? Hamna kitu. Hukutani naye. Ndio maana huisikii sauti yake. Ndio sababu maombi yako hayamfikii. Maana roho yako imetengwa na Mungu. Punga mkono wako. Tumeelewana? Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema tena hivi kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 10. Waebrania sura ya 10 mstari wa 20. Nilikuwa nimeshauri usome kitabu kizima hiki, ingekusaidia sana. Lakini tuanze na mstari wa 19. Anza na mstari wa 19. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Haiwezekani hatuingii patakatifu kwa nyimbo. Tunaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu yenyewe sio ya kuchukua maji tukayabadilisha kuwa damu. Sijui juisi kuifanya damu. Tunaingia pale kwa damu ya Yesu. Maana yake unaamini Yesu aliyekufa kwa ajili yako. Hiyo ndio maana yake. Tunaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Njia ile aliyotuanzishia iliyo mpya, iliyo hai, ipitao katika pazia. Maana lile pazia lilikuwa linafungwa. Hakuna anayeingia huko isipokuwa kuhani mkuu mara moja kwa mwaka. Sasa damu ya Yesu ilipomwagika, pazia likapasuka, ikiwa ni kuashiria kwamba kila mtu aweza kwenda kwenye uwepo wa Mungu yeye mwenyewe. Mnafahamu kwamba sasa hivi Papa ameshatangaza, ameondoa kwamba Bikira Maria hahusiki na ukombozi wa watu. Kwa hiyo sijui atabadilisha sala sasa hivi ya kusali Salamu Maria mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu. Nafikiri hiyo wataiondoa. Angalia mtandaoni utaona Papa amebadilisha. Amesema the true mediator is only Jesus, not his mother. Nafikiri wahubiri wanavyoendelea inafika hatua na inaeleweka. Ipo kwenye mtandao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni muhimu ujue hakuna yeyote
Unajua hata walokole tumefika huko. Unapofika hatua una jambo unataka litafika kwa Mungu kupitia nabii, kupitia mtume, hayo yote unayafanya, mfano ni ule ule, tofauti yake hakuna. Katika enzi hizi tunafika kwa Mungu wenyewe. Mitume Mungu amewabariki wawepo watusaidie kuyajua haya, halafu tuende. Kama ninavyokuambia kila siku, wale ni washenga, manabii ni washenga, wainjilisti wachungaji ni washenga. Sasa harusi, wewe baada ya kuwa mmeoana na Magdalena, mshenga aliingia chumbani kukusaidia shughuli? Si uliingia mwenyewe? Sasa na Yesu tuna ushirika naye sisi kama wa mwanamume na mwanamke. Washenga wanatusaidia, wanaishia sebuleni, lakini chumbani na mpenzi wangu naingia mwenyewe. Kama naenda kumfinya najua mimi, kama naenda kumwambia nakupenda najua mimi, kule chumbani. Sasa washenga wanaishia hapa. Kuna pazia kubwa, lakini kule unaingia wewe, na unaingia huko kwa damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaingia huko kwa nini? Kwa damu ya Yesu. Namna gani? Unavyokuwa unakiri mfululizo, ninaamini siko kwako kwa haki yangu mwenyewe, ni kwa haki niliyoipata kwa njia ya imani. Nipo mbele zako kwa haki ya Yesu. Hiyo ndinafungua mlango usioweza kufunguka. Unafunguka, unaingia kwenye uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa ajili hiyo tunaweza sasa kuingia kwenye uwepo wa Mungu. Angalia sura ya 4 kitabu hicho hicho, mstari wa 16. Tuanze na mstari wa 14. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Sasa wewe mara nyingine, mimi nimelaaniwa sana, mimi ni mwenye dhambi mno, mimi sifai. Hayo ndio unayokiri. Maungamo yako anayosema Bwana kule mbinguni sio hayo. Yashike sana maungamo yako. Sisi uko wetu ni wa watu wasiozaa, kwa hiyo nina laana ya kutokuzaa. Upo kwenye uwepo wa Mungu, nazungumza mambo kinyume na hiyo damu inavyonena. Halafu naishia tu kutoa sadaka kwa nabii ambaye yeye ataenda kukuombea. Anakupa bangili limeandikwa my blood is bitter. My blood is what. Kuna mambangili mengi wanapewa watu wa Mungu, na wanayanunua kwa pesa nyingi. Wananunua stika za kubandika kwenye magari, nini, vyote hivyo. Wewe ukiweka stika yako kwenye gari imeandikwa I am protected by the blood, lakini hukiri kwa kinywa chako, hayo ni maneno tupu tu. Shetani haogopi. Ni sawasawa na mtu anayelala na Biblia ameweka hapa, anapoweka kichwa chake mapepo yataacha kumfuata? Yaani nyewe mnadhani hii Biblia inaweza kashinda pepo? Hii Biblia si kitabu tu, ila yaliyoandikwa humo ndilo neno la Mungu. Lazima liweko moyoni hilo neno, na lazima uliseme, ndipo linafanya kazi. Jamani, ondokeni kwenye ujinga. Umeokoka sasa, anza kuutendea kazi wokovu wako. Punga mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Naamini utakuwa mtu wa Mungu aliyeokoka, anaijua kanuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka leo umeokoka na miaka 5, mambo yako hata moja huwezi kujisimamia mpaka usaidiwe na mtu fulani. Hii ndio inayosababisha baadaye mnarudi nyuma, mnaanguka.
Si niliwaambia ilikuwa huko duniani huko. Lakini sasa hivi Dar es Salaam hapa ameshatokea nabii. Naona una mapepo, ni mwanamke. Tena mbele za watu. Yaani kama hivi namuita mama nani, wewe una pepo. Kwa sababu una pepo, haya. Kwa kuwa uko hivi unaamini kwamba kwa kuwa hawakuoni, lakini wanajua, wanaona nini kinachofanyika. Mimi ninachofanya, natoa pepo kwa kunyonya titi lako. Na kwa niko busy. Natoa nini? Pepo. Lakini wanaume mapepo yao hayatolewi hivyo. Na wanaotolewa hivyo ni wadada wazuri wazuri tu. Mapepo yanafanya nini? Yanatolewa. Unakuja, unaambiwa, haya, tunaondoa mikosi na laana. Nilipokuwa nakuombea nimepata ufunuo. Kwa hiyo sasa udongo huu mwekundu wa ishara ya damu ya Yesu unapakwa mwili mzima. Unapakwa mwili mzima. Haya maji yamepakwa mafuta. Unaoshwa. Uko peke yako ofisini na mwanamume kama mimi. Peke yako mdada. Unaoshwa. Ukimaliza kuoshwa, unaanza kupakwa mafuta. Mwili wote. Sasa ataanza kichwani, anaendelea, akifika shingoni, anakaa muda mrefu. Hapa shingoni huwa kuna hisia kwa wanawake. Akifika kifuani anakaa zaidi. Hasa hivi vitu vizuri vya hapa. Anakaa navyo muda mrefu. Mwisho wa siku ilikuwa ibada, inageuka kuwa ibada. Lakini yote haya yanatokana nini? Watu hawataki kuamini neno. Pamoja na mambo yote hayo, unaacha na mzigo mzuri. 1,000,000. Lakini umechezewa mwili wako na unaacha na 1,000,000. Nilikuwa kwenye huduma ya ukombozi. Wajinga ndio waliwao na mbinguni hautaenda. Wakati hicho unachotaka ungekipata mwenyewe kwa kuelewa hili neno la Mungu, ukatamka mbele za Bwana, yote kama kuna matatizo unayo yangeondoka. Jifunze kuomba mwenyewe. Jifunze kuyafanya haya mambo yote mwenyewe, kwa sababu umefika wakati unapaswa kuwasaidia wengine. Siwe kusaidiwa kila siku. Unasaidiwa kitu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa muda wangu nataka kunisaliti, lakini ngoja niende kwa kasi sasa. Hebu angalia Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi sura ya 10. Hii sura ya 10 utaisoma yote, utapata kuelewa ilikuwa Mungu anataka nini. Tunapokuwa tunazungumza pia hata habari ya moto wa kigeni, hapa utaelewa. Watu tu hawaelewi. Madhabahu yoyote na moto. Lakini moto ni moto wa Mungu au ni moto wa kigeni? Kwa sababu haikuruhusiwa moto mwingine uwashwe. Kuna siku moto ulishuka toka mbinguni ukateketeza. Huo moto ukawa natunzwa. Wanaleta kuni, wanaleta mafuta ya mzeituni, unaendelezwa. Miaka na miaka. Ukileta moto wa kawaida unakufa. Sasa unapotaka wewe kuanza huduma, ni lazima huo moto usiwe wa kwako. Ukiwa wa kwako utakuwa unaitwa moto wa kigeni. Ndio maana kuna connection. Mimi hapa niko hivi, kuna walionitangulia. Na mimi kuna nitakaokuwa ninawabariki. Maana yake wanaenda na moto huo. Huo moto sio wa kigeni. Unanielewa? Kwa hiyo hata unaposikia umeitwa, usijianzishie tu. Unatafuta hatari ya kwenda na kitu kinachoitwa moto
wa kigeni. Moto ule una continuation. Walikuwa wanaochukua huo moto, wanaupeleka. Huo ni moto wa kweli ulioshuka kutoka mbinguni. Kwa hata mafunuo, kuna mafunuo ya kishetani. Haujianzishi tu mafunuo hata kama unasikia yanazungumzwa. Yale mafunuo yana namna, ndio maana watu wengine wenye ufahamu wanauliza. Mtu ameinuka, ana neema, wanauliza baba yake nani? Wasipoona uhalisi wa hicho, wana wasiwasi, inawezekana huyu alipata ufunuo na moto ule ni moto wa kigeni. Punga mkono wako. Ndio maana unapaswa uelewe, sio kila anayesimama madhabahuni ni mtumishi wa Mungu. Wengine ni watumishi wa majini kabisa. Wengine ni watabiri wa kiganga kama waganga wengine huko. Sasa sio vizuri ukategemea ishara tu. Jamani, hata mtandaoni angalieni. Yaani inafanyika huduma. Kuna miujiza mingi. Watu wanapokea. Lakini ukiwaangalia watu, hakuna hata mmoja anayekuwa na furaha. Yaani ni kama vile kila wanavyohudumiwa wanagandamizwa. Hapo lazima ujue moto unaotembea sio moto wa Mungu. Moto wa Mungu unaleta relief, unaleta deliverance, unaleta liberty. Unajisikia kuwa huru. Ukiwa ni mkutano, ni seminar, baada ya huduma watu wanatoka wakiwa na furaha zaidi. Sio wanatoka wakiwa kama vile umekandamizwa. Mtu natoka huna furaha. Hapo unaelewa kitu kinafanyika. Hivi unajua naweza nikaa nimesimama hapa, lakini nyuma yangu kuna nyoka. Ndiye anayewahudumia watu. Sasa baada ya hapo, hawa hawatatoka na furaha na amani. Hata huo uponyaji wanaoupata sio uponyaji. Kumehamishwa kitu, kimepelekwa pengine. Ndio maana haui wa kudumu. Mimi kwa sababu naamini wewe utakuwa mtumishi wa Mungu, ndio maana nakwambia hizi siri. Singeziusema nikijua hayo nayo yasema, najisema hata mimi mwenyewe. Lakini nataka wewe ufike hatua huwezi kudanganyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Punga mkono wako. Ujue kinachotakiwa. Sasa hapa katika Walawi 10, Biblia inasema ndipo Musa akamwambia Haruni, jambo hili ni hilo Bwana alilonena akisema, nitatakaswa mimi katika hao wanikaribiao, nami nitatukuzwa mbele ya watu hao wote. Alikuwa anaambiwa Haruni watoto wake walikufa kwa sababu alifanya mambo. Maana Haruni ndiye akawa kuhani mkuu, watoto wake ndio makuhani, na baadaye wakachaguliwa wengine kuwa Walawi. Wakafanya tofauti, moto wa Bwana ukawaua. Sasa pamoja na kwamba katika kanisa la leo hutaona moto wa Bwana unaua watu, lakini kile kilichotarajiwa kwenye maisha ya mtu huyo hakitaonekana, kwa maana amekufa, hakuzifuata kanuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa tunazungumza juu ya agano la kale ambalo ukuhani ulikuwa watu maalum, lakini tupo kwenye agano jipya ambapo ukuhani ni wa watu wote, na umefanywa kuhani kwa damu ya Yesu. Kwa mujibu wa Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5 mpaka wa 7, umefanywa kuhani kwa damu ya Yesu. Kwa mujibu wa Ufunuo 5 mstari wa 9 mpaka wa 10, umefanywa kuhani kwa damu ya Yesu. Nimesema Ufunuo 1 mstari wa 5 mpaka wa 7, andika Ufunuo 5 mstari wa 9 na wa 10. Umefanywa kuhani kwa damu ya Yesu. Wewe ni kuhani. Kwa mujibu wa waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9, wewe ni kuhani. Kwa sababu ni kuhani, lazima utakaswe. Na anayekutakasa kwanza ni damu.
Na unapojua umetakaswa kwa damu, mwenyewe unajitenga. Mwanamke anayejua ameolewa hawi mwepesi kusikiliza mwanaume mwingine, maana anajua ametengwa kuwa mke wa mtu fulani. Lakini yule ambaye hajaolewa anaweza kukubali kutoa simu, namba yake ya simu. Nani ajuaye, labda huyu anaweza akawa ndiye anataka kunioa. Lakini una mume, una entertain mazungumzo na wanaume wengine, haiwezekani. Na huyu aliyeoshwa kwa damu anajitenga kwa ajili yake aliyemwosha. Ni mtakatifu kwa Bwana, anajitenga kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezi akaweka ushirika na majini, hawezi akaweka ushirika na mizimu, hawezi akaweka ushirika na mapepo. Yeye ni wa Bwana, kwa neno, kwa maneno na kwa matendo. Leo familia wana sadaka, wanamaliza msiba, sijui wana matambiko. Si shiriki kwa sababu mimi ni wa Bwana, nimetengwa kwa ajili ya Bwana. Siwezi kushiriki mambo ambayo najua yatanifanya nichangamane na mizimu. Mimi ni wa Bwana. Tunataka nywele yako moja tu, mimi ni wa Bwana, ni mtakatifu kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Najitenga na mambo haya. Msiba umetokea wa familia, nenda. Lakini siku ya kumaliza msiba haikuhusu, kwa sababu utajichanganya na mizimu ya ukoo. Kule mimi nilikotoka, msiba ukitokea, hawana mambo ya siku 40 sijui mambo ya nini, lakini siku ya 3 wananyoa nywele. Na familia zingine kuna matambiko yanafanyika. Usishiriki. Wewe unakuwepo siku ya kuzika, unaondoka. Wanajua umeokoka, hata ukifanya vipi hautawafurahisha. Wewe umeokoka, umetengwa kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wengine nitaachaje? Kwanza msiba wenyewe wanaomaliza ni wa baba yangu. Wa baba yako kumaliza msiba sio Biblia. Achana na mambo hayo. Ulivyomzika umemzika, basi hakuna kitu kingine. Wanaita mpaka padre, wanaita mpaka mchungaji aje afanye ibada, wakati baada ya kufa hakuna ibada. Maana tumekatazwa kufanya ibada ya wafu. Tumekatazwa. Punga mkono wako. Wewe umetengwa kwa Bwana. Hebu sema amen. Kuna watu wengine walikuwa wanadhani naweza nikawafurahisha ukoo, wakakubali mambo hayo yaliyowatokea. Yani unakuja kuhangaisha wenzako, kukuombea, kufunga, kuomba kwa sababu ya mambo mbalimbali yanayokujia. Mengine yanaweza sionekane wazi, lakini baadaye utaona tu mwenyewe kwamba mambo yako hayako kama yalivyokuwa mwanzo, kwa sababu ya hayo mambo ya kumaliza misiba. Kujengea kaburi kuna shida. Kama ni kujengea tu, tena kama una pesa wahi wewe, ili wasije wakaweka maibada yao. Nenda kajenge, kisha maliza basi. Ibada wanazopenda kuziweka hapo, vyakula wanavyotaka kuviweka hapo, vinawekwa wakfu kwa mizimu. Kwa sababu mbuzi wanachinjwa, kuku wanachinjwa, damu ile unashirikishwa katika mambo ambayo hayafai. Ni muhimu sana kuelewa, nitatakaswa na hao. Ndio maana unapaswa kuondokana mambo yote unayoyajua. Wewe unayajua, tunaendelea kukua katika kujua. Kila unachokijua ni dhambi, unajitenga nacho kwa sababu hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amewatenga watu wake kwa kazi maalum. Huwezi ukawa umetengwa na Mungu uwe wa kuongoza watu kwa kusifu na kuabudu, lakini maisha yako bado yako wakfu kwa ibilisi. Hapana. Utakuwa unatengwa nje
utakuwa unafanya ibada ambayo haina kibali. Hutamkuta Mungu, na kwa hiyo hutawaongoza watu kwenye uwepo. What you shall be doing is performance, not ministry. Nataka wewe uanze kunafanya kinachoitwa ministry. Hiyo ni huduma. Huduma inafanywa na roho yako kwa Mungu. Sasa lazima wewe unapotuongoza kwenye sifa, lazima wewe unajua njia. Kwa hiyo tunakufuata unavyoendelea kufika kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wewe mwenyewe hujui hata tunakokwenda, utatuongozaje? Ndio maana tunaweza tukatoka kwa majasho halafu hakuna kilichotokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayejua na ana ushirika na Mungu anaijua njia. Hawezi kuimba nyimbo 6 halafu watu hawajajaa, watu hawajafurika roho. Hawezi akapata muda wa nusu saa nzima bado tu. Hamna. Kwa sababu yupo katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu sana. Wale anaowachagua Mungu anawaweka kwamba wamfikie. Kwa mfano Hesabu sura ya 16 mstari wa 5, Mungu alithibitisha. Maana walikuweko wengine waliokuwa wanasema wewe Musa unajipendelea, na Haruni ndugu yako unampendelea. Hata sasa wakati wa Agano Jipya, ufalme unatangazwa na watu wanaochukua kwa nguvu, lakini si maana yake wewe unaweza ukalazimishia nitakuwa mtume, nimechagua hiyo huduma, nimeipenda. Nitakuwa nabii, nimependa huduma hiyo. Nitakuwa mchungaji, nimependa huduma hiyo. Hapana. Anayefanya hayo anachagua Mungu na anawapaka mafuta Mungu watu hao. Unaweza ukawa na sauti nzuri ya kuimba, lakini usitengwe na Mungu kwa ajili ya sifa. Mungu huchagua watu akawapa neema. Kwa hiyo na mambo haya hayawi kwa sababu mchungaji anakupenda au mchungaji hakupendi. Haya mambo ni Mungu ndiye anayefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na yote haya ni kwa damu ya Yesu. Tutakuwa tumeshaelewa hili somo tutakapoanza kuzungumza habari ya Roho Mtakatifu na nafasi yake. Sasa itakuwa rahisi. Kwa sababu wakati mwingine tunapozungumza Roho Mtakatifu, wakati hatujazungumza damu ya Yesu, mambo fulani yanakuwa hayafanyiki vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeshaandika Hesabu 16 mstari wa 5. Kisha akaenda na Kora na mkutano wake wote, akawaambia, asubuhi Bwana ataonyesha ni kina nani walio wake, kisha ni nani aliye mtakatifu, tena ni nani atakayemkaribisha kwake. Maana yeye atakayemchagua ndiye atakayemsongeza kwake. Hili ni jambo unatakiwa kukaa nalo. Usilazimishie mambo. Kuna wito, na wito ni yeye mwenyewe anaamua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 65 mstari wa 4. Zaburi ya 65 mstari wa 4 inatupa kujua kwa ukamilifu. Basi najitahidi kumaliza, lakini naona muda umeenda. Tuishie hapo. Huu utakuwa ni utangulizi mzuri. Somo letu hili litaendelea Jumapili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamwomba Mungu hii mystery, hii siri, hili fumbo lieleweke ndani mwenu. Unajua, ukielewa hautafanya huduma yoyote kwa nguvu yako mwenyewe. Utafanya huduma yoyote ukijua kuna kuhani mkuu, wewe unamsaidia. Kwa hiyo yeye ndiye anayefanya na wewe ukiwa msaidizi wake.
na ni kwa damu yake. Kabla ya chochote hujafanya, hakikisha umefanya vizuri na yeye. Kama inavyosema Ufunuo 1:5, damu yake yatuosha. Fanya kila kinachojulikana uoshwe na ile damu. Na hiyo damu ndio yatufanya kuwa makuhani, ndio yatufanya kuwa wafalme. Unapokuwa kwenye mamlaka kutoa mapepo, hiyo ni mamlaka ya kifalme. Unapokuwa kwenye kuombea watu wengine, sio ile ya mara moja hii. Maana mtu mwingine anaweza kawa amepanga kuombea wagonjwa, anasema anafanya huduma ya maombezi. Maombezi ni siku 2, 3, 4, 5 uko mbele za Bwana, tena hujali. Hayo ndio maombezi, kwa sababu unakwenda mbele za Mungu kwa ajili ya watu. Na hiyo nitaizungumza kwa sababu muda haujatosha, tutaangalia Jumapili. Nimesema cha kwanza, damu inatupa uhalali wa kuwa katika uwepo wa Mungu, na kwa sababu tunakuwa katika uwepo wa Mungu, tunapelekwa kwenye jambo la pili. Tunapewa jukumu la kutoa dhabihu za rohoni mbele za Mungu. Na dhabihu za rohoni mbele za Mungu kwa maisha yetu ya sasa ni 4. Dhabihu ya kwanza ni sadaka, sadaka yako hii. Dhabihu ya pili ni maisha yako, unavyoishi mbele za Mungu. Dhabihu ya 3 ni sifa, na dhabihu ya 4 ni shukrani. Tutajifunza kwa ukamilifu. Sasa ndiyo neno lile la kwamba itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai linapofanya kazi. Ndio maana nilikuwa nimekuja na Biblia hii. Nilijua ningefika hapo ningewaonyesha Biblia hii inazungumza huo mstari vizuri zaidi, kwamba kila unachofanya wewe uliyeokoka na umeoshwa kwa damu ya Yesu ni dhabihu kwa Mungu. Unavyoishi, unavyolala, unavyokula, unavyotembea, unavyofanya kazi, unavyosafiri, ni dhabihu kwa Mungu. Ndio maana lazima unajiuliza, haya nayoyafanya ni kwa ajili ya Bwana? Bwana anafurahi? Hata unavyovaa ni dhabihu kwa Bwana. Hauvai tu, ni dhabihu kwa Bwana. Hata unavyokuwa msafi ni dhabihu kwa Bwana. Ndio maana hautaishi mchafu huku umeokoka. Yaani huu usafi kabisa wa kuoga, ukapiga mswaki, ukakaa vizuri, ni dhabihu kwa Bwana. Kwa sababu kila unachofanya katika maisha yako ni dhabihu kwa Bwana. Na kwa mlioolewa, unavyomhudumia mume wako ni dhabihu kwa Bwana. Kwa wale mliooa, unavyomhudumia mke wako ni dhabihu kwa Bwana. Haufanyi unavyotaka. Ukianza kumtesa mkeo, unakutana na huyo unayetakiwa kumtumikia. Sio mchezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio mchezo. Watu waliookoka maisha yao sio yao. Wana deni kwa ajili yake yeye aliyekufa kwa ajili yao. Punga mkono. Punga mkono. Sema amen. Ndio maana hutakuwa na haraka. Jambo dogo tu unataka taraka. Wewe maisha yako ni dhabihu kwa Bwana. Ndio maana hutakuwa haraka tu. Jambo dogo unataka kuhama kanisa. Maisha yako ni dhabihu kwa Bwana. Nani ajuae hata kama unateswa kwenye kwaya ni Mungu ameruhusu? Nilikuwa ndio mimi natakiwa kusolo, nimenyang'anywa microphone, halafu na nunu na hama kanisa kwa ajili hiyo. Nani ajuae ni dhabihu kwa Bwana? Mungu ana jambo na wewe. Halafu ukiguswa kidogo tu, tayari kama jongoo umeshajikunja. Unapoteza kitu ambacho Mungu alitaka afanye kwenye maisha yako. Hivyo najua upako hauji kirahisi. Hata tunavyowekewa mikono, usidanganyike kwamba ndio unakuja upako. Hauji hivyo. Ingekuwa hivyo mbona kila mmoja angekuwa amepakwa mafuta? Haiji hivyo. Kuna mambo yanayohalalisha upako halisi utulie juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mengine ndio hayo unaona kama unaonewa.
Unaona kama vile sijui vipi. Hayo ndio yanayokuweka kwenye nafasi. Sijui mnanielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nataka ufike hatua unafikia kilele ambacho Mungu alitaka ufike. Sasa uelewe hizi kanuni. Zielewe. Tembea nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusimame. Turudie hayo mambo matatu. Baba, nashukuru kwa damu yako umenileta kwenye uwepo wako. Kwa damu yako ninaweza kukuhudumia. Kwa damu yako ninaweza kuwahudumia wengine. Unifanye kuwa chombo chako kama kuhani na mfalme kwa ajili ya ufalme wako, katika jina la Yesu.